muda mrefu kidogo, hata sijui kama sija upload video. Jamani, mnisamee kabisa kabisa kabisa, mnisamee. Mnisamee, lakini kwa sasa nimekuja, nitakuwepo, nitaendelea kuwepo. Yaani nitakuwepo, nitazidi kuwepo. Sitawaacha hivi hivi tena kabisa. Kama we ni mpya na umesha subscribe, karibu. Kama we ulishakwisha subscribe na bado upo, Mungu akubariki sana na asante sana kwa kuendelea kuwepo. Mambo vipi Tanzania? Ni wakati mwingine tena wakaribisha kwa kipindi kizuri kabisa cha kuelimishana jinsi ya kuweza kusoma na kufaulu. Naitwa Mariam Mgema, ni mzaliwa wa Mwanza, Tanzania, ila kwa sasa makazi yangu yapo Ujerumani. YouTube channel yangu inahusu mambo ya shule, ya kusoma, faulu, maisha, kila kitu. Sio kila kitu, lakini maisha ya shule, ya kuelimishana pale na pale. Karibuni sana. Karibuni sana. Leo nipo na vitu 6 vinavyohusu jinsi ya panga ratiba yako ya masomo, ya kusoma, ya kujisomea. Kitu cha kwanza, weka malengo. Ukishaweka malengo, nini unataka kusoma? Wakati gani lazima umalize kusoma? Lazima ujue. Na ni topiki gani unataka kuanza na kusoma? Lazima ujue na upangilie. Kitu cha pili, gawanya muda wako, ama gawanya ratiba yako ya kusoma. Kwa mfano, unaanza leo Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa unasoma hiyo. Yaani usisome topiki moja kwa wakati mmoja, ama topiki nyingi kwa wakati mmoja. Usifanye hivyo. Ndio maana pangilia, soma leo, soma kesho, soma kesho kutwa, unaendelea. Kitu cha tatu, tengeneza ratiba yako. Lazima utengeneze ratiba yako ya kusoma. Unasema kabisa kuanzia saa 10 mpaka saa 10:45, alafu dakika 15 za kupumzika. Tena unaanza saa 11 mpaka saa 11:45, dakika 15 za kupumzika. Usisome masaa mengi kwa wakati mmoja. Unasema saa ya kwanza, la pili, la tatu, hata hujapumzika, hata maji ya kunywa. Hapana. Lazima ukanywa hata maji. Lazima uende hata kujisaidia. Usikae tu hapo, kae masaa 3. Miguu itavimba, kichwa kitakuuma. Fanya hivyo. Nakwambia akili yako, yaani hautachoka kusoma, utapenda kusoma,
na utasoma vizuri, utaelewa. Kitu cha nne, weka vipaumbele. Yaani inamaanisha nini? Unaweka, yani unaanza, kwa mfano unaanza topic yako. Unaanza topic yako, maybe unataka kusoma biology. Unaanza kusoma biology. Unaanza na pengine na topic sijui mimea, sijui production, vitu kama hivyo. Unatafuta topic ngumu ambayo unaona kabisa hii huwa inanisumbua, hii sielewi, fanyeje? Anza na topic ngumu. Anza na topic ngumu. Topic ngumu zinachukua muda, zinamaliza nguvu. Anza na hizo topic, anza na topic ngumu. Kisha anza na topic ngumu. Ukimaliza hizo topic ngumu, ukianza hizi rahisi, yani kwa kuwa umeshaelewa hiyo ngumu, hizo rahisi hata zichukui muda, utakuwa umeshazimaliza. Ukisha jua sasa topic gani umeanza nao, umeanza na hizo topic ngumu, rudia ulichokisoma. Usisome tu ukafunga vitabu vyako ndio basi, hapana. Rudia ulivyojisomea, lazima urudie ili viendelee kukaa kichwani. Ya lazima uvirudie. Unarudia siku ya kwanza, siku ya pili, maybe unarudia siku ya kwanza, maybe unakaa siku 2 3 tena unarudia siku ya tena, kwa wiki moja unarudia. Na ukiwa unarudia, tafuta kalamu na karatasi, unarudia yani kwa kuandika, kwa sababu hapo unajifunza kutamka yale maneno unayosoma, pia kuandika. Unaona? Kwa hiyo ukiwa unarudia, tafuta kalamu na karatasi, unaandika. Na ukisha fanya hivyo, kitu kingine, kagua maendeleo yako. Umeshasoma, ndio. Unarudia, ndio. Umeshaandika kwenye karatasi, ndio. Ni wapi nimeelewa, wapi sijaelewa, wapi ni pagumu. Unaangalia, unarudi tena kwenye vitabu vyako, unaangalia, hapa nimesahau, hapa sikuelewa. Unasoma hivyo. Ama kama unaona ni vigumu, unauliza wenzako, unauliza mwalimu. Ukifuata hivyo vitu, ndugu yangu, hakuna, yani hautapata shida kabisa kwenye masomo yako. Na upande wangu wa leo ni hayo tu. Nashukuru sana kwa kuendelea kuwepo, na ambaye ndio umejiunga na mimi, na kuomba subscribe, comment, share, toa maoni yako, nitafanyia kazi kabisa. Na kama una njia nyingine ambayo unaona inakusaidia kwa kusoma, pia unaweza ukatoa maoni yako, nitafanyia kazi. Nashukuru sana. Usisahau kusubscribe na kushare. Asanteni sana na kwaherini. Niwatakie siku njema na Mungu awabariki, awalinde. Tukutane wakati mwingine. Bye.